Nilikuwa nataka. Sema kila kitu. Pata raha yako. Wewe ni serious hivi unajikuna? Sasa si ulikataa? Sema. Nataka aseme kila kitari. Kazi yako unaona venye ni mzuri. Kazi ya daktari iko sawa kabisa. Umesema uliuza pesa ngapi mtoto? 1300. 1300. Na kwa nini uliuza mtoto? Kwa nini uliuza mtoto? Nilitaka niondoke. Ndio niweze kuchukua. Niweze kuchukua bayo. Aweze kunichukulia vitu kutoka kwa Prick. Kazi ya daktari ni shwari. Hata ukiwa mbali anakupea komanda. Hata ukiwa wapi. Hiyo nishasema hapa. Hata daktari akiwa wapi akisema inafanyika. Unajua wanasema mbio za sakafuni kiburi ndio hiyo uishia ukingoni. Sasa hapo imeishia. Nimekuamini sasa. Sasa saa yako hapa. Siasema mahali mtoto wako hiyo maneno iishe. Amini. Mtoto nitarudisha. Nitaita wenye niliuzia. Utawaita? Nitawaita. Hello guys, mazwala msafiri kama kwani mjoko tunafanya kesho. Unajua mama ya Judas ameambiwa aseme kweli, aliuza mtoto pesa ngapi na mwenye aliuzia mtoto ni nani na amekataa. But sasa daktari amesema atampunish alafu ndiye aseme yeye mwenyewe. Unaelewa? Ya unajua pia kuna kiburi. Unaona? Yeah. So daktari, Yes. Sisi hatuna lingine la kusema. So wewe chukua hatua. Ukimaliza hiyo utakuja kwa huyu pia. Unaelewa? So umesema unaanzia mtoto, si ndio? Nilikuwa nimeelezea mtoto ndio kitu ya first priority ambayo inafaa tushughulikie. Angalau nilikuwa nimeshakwambia kwamba nilikuwa nimeshamwekea kinga. Mtoto ako salama. Nashukuru. Vile nataka mama akiri. Sawa. Hapo tu ndio penye neno langu liko. Yes. Daktari, yes. Mimi najua utatii. Daktari. Yes. Utatii. Nati nani hapa? Sasa si utoe tu. Nati nani hapa? Si utoe tu mtoto. Basi wewe utoe hizo vitu zingine basi. Siwezi toa. Sasa kaya deals zake anafanya chini ya maji, anauza mtoto alafu pesa anakula peke yake. Ujikune. Hakuna kitu anaweza fanya. Sitaki kujikuna. Wewe mimi sitaki kujikuna. Si mmesema daktari Tunamalizana na huyu tunakuja kwako. Hiyo ni mimi sitoi kitu. Hata utaona huyu kama haya wawili ni wambaya sana. Kwani mimi simjui. Unaona daktari nguvu zake hata akiwa wapi anapeana command tu hivi zinakupata. Anapeana command hata akiwa wapi zinakupata. Hata ukiwa wapi anasema tu hivi inakupata. Saizi ya leo ni live. Kiburi yako inaisha. Kiburi gani? Huyu hakuna kitu anaweza nifanyia. Kubali maneno mtu yangu. Najitambua. Daktari akuje. Kama amekataa kusema ukweli, akuje. Na msichana kutoka kwa nyumba, daktari akuje. Daktari afanye kazi yake. Daktari anasema kitu pali huko inakupata. Akipeana command hivi inakupata. Simtambua mtoto. Afanye kazi yake tupate haki yetu. Afanye chenye anataka. Mimi daktari nimekuleta, mimi nataka tu unifanyie tu mara moja. Huyu mama kiburi yake imezidi. Asema ukweli. Wewe ni command tu, wewe unajua. Unasema tu hivi na inafanyika. Na mimi nimeona kazi yako. Sasa hizi ni live. Haina haja tusumbuane na huyu mama. Unajua nifanyia. Tulia. Unasemanga kama hivi kidogo basi ndio daktari afanye. Daktari. Ni command tu. Mimi najua hata mtu akiwa wapi daktari ukisema inafanyika. Sasa usikuwe na wasiwasi mtoto wako, niko hapa. Mimi mwenyewe nimejionea, mimi mwenyewe nimeongea na yeye. Nimemwongelesha kadri ya uwezo wangu, lakini kiburi ambacho ameonyesha ni hali ya juu. Sawa. Ni hali ya juu na niko hapa. Na kama ni matokeo tutaone hapa wote. Na mimi sina shida. Sawa. Sasa mtoto yangu. Mimi chenye nitafanya nitakupea command. Sawa. Nitakupea command, nitakusalamia. Saizi. Tunavyoongea sasa hivi mtoto yangu. Unataka kufanya nini umesema? Nimesema nataka ajikune hivi. Mahali ajikune. Yaani ajikune mpaka aongee kila kitu, confess everything. Uko tayari? Hivyo ndo nataka. Mtajua daktari. Uko tayari? Mimi niko tayari kabisa. Hata wewe ndo unanichelewesha. Asante. Kazi kwako. Ndo utajua sasa. Chochote utamwambia. Ndo utajua sasa. Nitajua nini? Nitajua nini? Anakutisha. Umeamuaje wewe mama? Kuamua nini? Umeamuaje? Unataka kufanya nini? Nishakwambia ongea. Ongea kitu nafanya. Judas, nimemalizana.
Nimemalizana. Unataka kufanya nini? Nishapatiwa command. Unataka kufanya nini? Jikune. Mtoto apatikane. Jikune. Mtoto apatikane. Jikune mama. Jikune. Mama Judas, kwani unajikuna na wewe sina kuaminia hiki kitu umenifanyia nini? Unajikuna na kuaminia. Daktari alisema. Yaani Mama Judas wewe mtu mwenye hata chief anakuogopa. Ajikune. Ajikune. Siko best bwana. Ajikune. Ndio nilikuwa nataka. Kila kitu. Sasa. Pata raha yako. Wewe ni serious hivi unajikuna? Sasa si ulikataa? Sema. Nataka aseme kila kitari. Kazi yako unaona venye ni mzuri. Kazi ya daktari iko sawa kabisa. Na ni live. Daktari habatishi. Daktari habatishi. Hakuna kubahatisha. Huko mtaani watu wanakutambua utishike. Unaona tena unajikuna. Useme mahali Yako ndio inakuja. Yaani msichana amefanya utishike. Nitasema. Mtoto ako wapi? Mtoto ako wapi? Mtoto niliuza. Uliuza pesa ngapi? Niliuza. Uliuza pesa ngapi? 1300. 1300. Pesa ulipeleka wapi? Nilienda nazo starehe. Ukapea mzae pesa ngapi? Nilimpea 200. Haya, ulipea 200. Mtoto wangu. Mtoto. Ako wapi mjukuu wangu? Kwa marafiki zangu. Wako wapi? Niliuza kwa marafiki Yaani zangu. pesa yote huwezi nipe hata. Na mtoto. Sio ni ukweli wewe ndio ulikuwa unatumia ulimtuma aende kwa Judas kutafuta pesa huko. Nilikuwa namtumia nikitaka mali ya Priti. Unanitumia mimi ndo upate mali. Mwambia aseme kila kitu. Wewe sema maneno mtu yangu. Sema maneno yote. Utaenda kumchukua mahali huko. Sema. Ulizia nani? Daktari ni shwari. Huyo mtu mwenye ulizia mtoto ako wapi? Namjua ni rafiki yangu. Nataka confirm kama ataleta. Sasa hivi saa hii Ataleta huyo mtu. Ni rafiki yangu, namjua hata mahali wanaishi. Nitamleta. Kuuliza maswali mwongee naye. Daktari kazi yako ni nzuri. Mnisaidie. Naumia. Nisaidie. Nisaidie niache kujikuna. Umesema uliuza pesa ngapi mtoto? 1300. 1300. Kwa nini uliuza mtoto? Nilitaka niondoke. Ndio niweze kuchukua. Bayo. Aweze kunichukulia vitu kutoka kwa Priki. Yaani ulikuwa unanitumia mimi kupata mali. Nikatumia sio mzuri. Hao watu daktari wenye walipatiwa mtoto ndo tunataka. Yaani mama baya. Sasa wewe unajua wenye waliuzia mtoto? Unajua wenye waliuzia mtoto? Yaani Mama Judas unajua. Mzee, kaa mbali. Hii ni masaibu yake. Anajua kila kitu, aongee. Nitamleta. Daktari ni safi. Kazi ya daktari ni shwari. Hata ukiwa mbali anakupea command. Hata ukiwa wapi. Hiyo nishasema hapa. Hata daktari akiwa wapi akisema inafanyika. Unajua wanasema mbio za sakafuni kiburi ndio hiyo uishia ukingoni. Sasa hapo ndio imeishia. Nimekuamini sasa. Sasa saa yako hapa. Siaseme mahali mtoto wako hiyo maneno iishe. Amini. Mtoto nitarudisha. Nitaita wenye niliuzia. Utawaita? Nitawaita. Na daktari unisamehe. Mbona ulipea bwana yako 200 shilingi sio? Huyo ni mimi namlishanga. Hahitaji pesa mingi. Na mbona unampiganga? Asinisumbue kufanya mambo zangu. Ndio asiulize maswali. Mama yako. Ona mama yako juu. Naona bibi yangu akona mpango ya kando huyu. Ya sababu ananipigaga huyu. Akona mpango ya kando? Ya kando ndivyo anaonekana. Sasa unasema kuna mpango ya kando ni kweli? Niko nayo. Mwenye tunafanya hii mambo na yeye. Kuna mwingine mnapiga madili na yeye. Tunapiga deal na yeye. Wewe nisamehe. Yako nashukuru sana. Nashukuru kazi. Ni nani ameangusha biashara ya Judas? Ni mimi. Tafadhali nisaidie. Nisaidieni. Daktari nimekuamini. Nimekuamini. Nitawaleta. Utawaleta? Uko tayari kuleta watu ambao waliuzia mtoto? Nitawaleta. Tafadhali mtoto wangu nisaidie. Kuna wewe rudisha. Nisaidie. Kuna mpango ya kando, maneno hata akona maneno ya mpango yake ya kando huyu. Hata ataenda.
Sasa utamwachia hapa ama aendelee kidogo? Nataka endelee tu kidogo tu, ajaomba msamaha vizuri. Unaona kama naomba msamaha. Naomba msamaha. Naomba msamaha. Mama uko na kiburi. Mali yangu namtaka. Mali yangu. Na kila Unapigia nani magoti hapa? Simama mama. Wewe Simama. Daktari tafadhali. Unisamehe. Nimekuamini. Kupea masaa mangapi ama siku ngapi ulete mtoto? Sasa nataka ujibu hiyo swali. Ni masaa mangapi, ni dakika ngapi, ni kiasi gani unataka? Kila kitu. Leta watu ambao uliuzia. Ndio hivyo. Imetosha. Masaa mangapi? Mangapi ama siku ngapi? Unataka aje? ulete na hao watu hapa. Hata kesho. Hata kesho. Nasema kesho. Nitawaleta kesho. Kama nitamsamea msafiri. Sina roho mbaya. Mama amekubali kila kitu. Anaomba msamaha na amesema ataleta. Na daktari alishanipea command. Tulia kwanza nisikia. Unajua hajakubali bila punishment. Sasa lazima kiburi yake ashughulikie vizuri. Unaona sasa vile anafurahia. Kama sio yeye angesema kweli. Kama sio hiyo angesema kweli. Na watu wengi ambao nimekuwa nikisuluhisha kesi, unapata ni mzazi amechangia mambo kwangu kwa familia. Sasa utaona kijana amefirisika, ndoa yake ndio imesambaratika kwa sababu ya mama. Sasa mambo kama hii. Daktari nimekuamini. Usiwe na wasiwasi. Lazima komandi ya daktari inafanyika. Nataka ujue hivyo. Pahali popote inafanyika. Daktari ni wa ukweli. Bibi yangu anaumia. Bibi yangu anaumia daktari. Umesema ni masaa mangapi? Ni masiku mangapi? Nisamehe. Kuna mpango ya kando, acha umie kidogo. Tafadhali. Mama mwenye roho chafu. Nimeamini maneno yako. Yote nimekubali yenye nimesema. Nitawaleta. Umeconfirm? Ameconfirm. Na kila kitu yenye ilipotea kwa nyumba, kila kitu irudi. Mimi sirudisha. Hiyo ni kwake. Wacha kujikuna. Umeona sasa? Umeona zile aibu zenye unatuletea hapa? Simama hapo mwongee na daktari basi akupea venye unafaa kufanya. Ni serious. Umeona zile aibu zenye unatuletea hapa? Kwani ni serious? Kwani ulikuwa unadhani ni jokes? Hata wewe utapitia hivyo. Kwangu yezi nifikia. Lazima mrudishe kila kitu. Mlikula hizo vitu na yeye. Habari ya mama? Mzuri. Mzuri daktari. Mpaka amesua. Uko salama? Salama daktari. Wanasemanga mbio za sakafuni uishia ukingoni. Sasa ukingoni wake imekuwa hapo. Mwenyewe ameshuhudia uwepo wangu wenye naweza fanya. Ameona mahali ambapo naweza fika. Ameona mahali ambapo siwezi fika. Sasa yeye ni ushuhuda. Ataenda kupeana wengine. Na yeyote ambaye amekuwa akifanya na yeye anasema mpango wa kando, najua ujumbe itafika na atamfikishia. Na sababu mwenyewe amekiri kwamba tumpatie siku moja akuje na watu ambao aliuzia mtoto wangu, siko na wasiwasi. Sawa. Nataka tumpatie nataka tumpatie siku moja akuje nao na akuje na kila kitu, information yoyote ambayo tunahitaji. Na ya mwisho kabisa sawa. Ya mwisho kabisa, chochote ambacho kimekuwa kikiendelea ama yoyote ambaye amekuwa mipango yote ambaye amekuwa akifanya ambaye haujui, yote iweke wazi kila kitu. Sawa. Na wewe pia umeona sasa next week tukimalizana na yeye ni wewe. Kila kitu rudisha. Ndio daktari. Kila kitu so wakati watakuja katika meeting ambayo itafuata ama kikao ambacho kitafuata, usikose kukuja kwa sababu ukikosa unajua vitu vile ndafanya. Hata ikiwezekana atajikuna akiwa huko, atajikuna akikuwa huko. Sawa. Unafanya kazi hata ukiwa mbali. Kwa sawa kabisa. Umejua uwepo wangu mtoto wangu, na sitaki kuongea mingi sana. Sitaki kuongea mingi. Sawa. Mama, umesikia vipi? Mimi nimeomba msamaha daktari. Nimeamini maneno yako. Na yote yenye tumesema nitaleta, hata mwenye niliuzia mtoto. Walete hapa kesho. Nitawaleta kesho. Lazima wakuje. Na mambo mengine yote tutaongea hapo, tujue kila kitu kwa wapi. Sawa? Mimi niko sawa, nitasema kila kitu. Wakuje kesho tusikie mbona unalipea mzazi shilingi 200. Sawa yote. Umeona? Na kama pia unajiamini unaweza utoroka. Kama unajiamini pia unaweza utoroka, alafu tutafutane na yeye. Sawa. Pahali popote daktari anasema inafika, umbali wote unafika, utajua. Sawa. Hiyo kiburi yako. Daktari. Yes. Mpango ya kando alafu
Utanisaidiaje? Anasema atakushughulikia. Baada ya hapo utaniona, alafu tutajua tutasaidiana. So bro, sijali pia wewe, tumeona mambo venye iko, daktari amesema atakushughulikia. So wacha kwanza fuatilia kila kitu, sawa? Ya mimi naweza omba pia mimi daktari anisaidie tu. Kila kitu ikuwe sawa. Ndoa yangu kama inawezekana irudi mzuri. Wacha tu apate kila kitu, ata make decision. Ya kila kitu ikuwe tu sawa. Hiyo ndio pia mimi naona. Juu nimeona daktari anafanya kazi na amesaidia sana. So watu wenye wameuza uliuzia mtoto tunawataka hapa kesho. Nitawaleta. Watakuja na mtoto, sawa? Nitawaleta na watakuja na mtoto. Na kila kitu yenye huyu msichana aliniletea amechukua kwa nyumba, tafadhali. Kila kitu daktari ananisaidia irudi. Sawa. Hivyo kila Arudishe. sawa. Nashukuru sana. Haya. Katika kikao kitafuata, tafadhali mnitafute nikuwe hapo. Daktari lazima ukuje. Utakosa je kukuja? Na wewe ndo suluhisho yenye umeleta. Wewe ndo suluhisho yenye tunahitaji. Lazima you must be present. Mimi kwanza hakuna kitu naweza sema mbali na kusema asante. Kenye umenifanyia sijui ningesaidika aje. Umeona kiburi yao watu venye imekuwa mbaya. Nashukuru tena sana na nimekubali. Komandi yako hata mtu akiwa wapi inafanya kazi. Tena sasa tumeona live. Tumeona live na mama kiburi imeshuka na akafanya venye anastahili kufanya. Sasa wewe usikuwe na wasiwasi. Usikuwe na wasiwasi. Kitu ambacho nitakuomba ni ukuwe na subira. Tupeleke hii kesi polepole. Haina shida. Chochote ambacho kimekuwa kikiendelea kianikwe waziwazi na kila kitu ambacho kiko kwa jina yako ama ambaye ni jasho yako irudi. Sawa sawa. Na utashukuru sana. Na furaha yangu pia nione ukisaidika. Na furaha yangu pia nione wengine wakisaidika. Unajua na kuanga hapa mtoto yangu napiga command moja United States. Inafanya kazi. Mtu anafanya bana kabisa. Hata ameniambia unaona venye unamguza tu hivi. Kila kitu inaenda sambamba. Nimeshukuru sana. So alafu unajua uzuri amekinga mtoto, so akikuja mtoto atakuwa sawa. Hiyo yote alishaniambia. Aliniambia mtoto amekinga, mtoto amemweka vizuri. Kwa hivyo mimi hapo nashukuru. Haya, unaweza ambia ni daktari? Daktari, mimi kama mama ya msichana nimeshukuru sana kwa vile umetusaidia. Tumejua ukweli na tumejua huyu mama na vile wamekuwa wakishirikiana na huyu mwingine. Tumeshukuru sana daktari. Tutengenezee kila kitu ikuwe sawa. Thank you. Sawa. Asante. Asante, nimeshukuru sana.